kusema kwamba hili soko, kwanza tunamshukuru mkurugenzi kwa kutoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa soko hili la Matundasi. Na ujenzi wa soko hili ulianza baada ya wafanyabiashara wenyewe wa Matundasi, baadhi ya kina mama ambao wanafanyia biashara barabarani, walipofika ofisi ya mkurugenzi na kuenda kuomba kwa ajili ya kufanyia biashara kwenye eneo la biashara la barabarani. Sasa mkurugenzi alichukua hatua na kuja kuona namna biashara inapofanyika, lakini pia kushirikiana na uongozi wa kata ya Matundasi kuona kama kuna eneo lilitengwa kwa ajili ya ujenzi wa soko. Baada ya kuona kwamba kata ina eneo la soko, basi mkurugenzi akatoa fedha na akaamuru kwamba kata iendelee na ujenzi ili wafanyabiashara wote walioko barabarani waweze kuhamia kwenye hili soko. Na lengo kubwa ni kuwajengea mazingira bora ya biashara, kwamba baada ya kufanyia sehemu za barabarani ambako kuna hatari, wanaweza kupata ajali, lakini mavumbi ambayo sio salama pia kwa chakula, kwa sababu hawa mama wanauza mboga na matunda, kwa mlaji sio salama, lakini hata wao wenyewe afya zao sio salama, kwa sababu wanauzia maeneo ya barabara ambayo magari yanapita, pikipiki zinapita, wanaweza kupata hata ajali. Kwa hiyo soko hili litakuwa ni suluhisho kubwa kwa wafanyabiashara watakao kuja kufanya biashara eneo hili. Na ni kwamba soko hili likikamilika, wafanyabiashara wote walioko kule barabarani tutatengeneza utaratibu wote wahamie kwenye hili soko, na nina uhakika kwamba wateja watakuja, kwa sababu wateja wanafuata bidhaa, na kama wakishahamia wote huku wafanyabiashara walioko barabarani, tafsiri yake ni kwamba wateja watakuja kwenye soko hili na pata changamka kama ambavyo wanauzia kule barabarani. Kwa hiyo tunamshukuru sana mkurugenzi kwa kazi kubwa aliyoifanya kwa ajili ya ujenzi wa hili soko, lakini tunahimiza tu kwamba kasi ya ujenzi iongezeke, kwa maana kwamba toka fedha zitolewe hadi hatua iliyofikia sasa inahitaji juhudi iongezeke sana, ili hawa wafanyabiashara waondoke kule barabarani waje kwenye hili soko. Taratibu tutauweka wazi, kwa maana kwamba baada ya kukamilika tutawatangazia, na wote wale ambao walikuwa walengwa haswa ambao ndio wanafanya biashara maeneo ya barabarani, hao ndio kipaumbele cha kwanza, kwa sababu lengo ni kuwatengenezea mazingira bora ya biashara. Nakadiria kwamba hili soko ndani ya mwezi huu Julai ndio angalau limekamilika. Basi tukichelewa sana, basi angalau kufika mwezi Agosti ndio limekamilika, ili wafanyabiashara wale wahamie. Imefika katika 78%. Hivyo basi hili soko tunalenga kuja kutatua kero za vile vibanda vyote tunavyoviona viko barabarani. Wale wote maeneo ambao wanauzia watakuja kuuzia hapa sema ambapo itakuwa inajulikana ni soko la Matundasi. Kwa maana hiyo ili eneo sasa ndio lilotengwa. Kwa hiyo hata kama mabucha manini kutoka kuna frame baadaye ambazo zitakuja kuwa suluhisho ya watu kuwa na maeneo mbalimbali ya kufanya biashara. Naitwa Vumilia Mwasineni, nikiwa katibu wa soko Mjenga Matundasi. Sisi kwanza tunashukuru kwa sababu lilipotokea lile tukio la malumbano ya hapa na pale, tutoke kwenye eneo hili kama ni barabara. Tunamshukuru Mungu kwamba serikali ilitusaidia ikatusikiliza kututengea eneo la soko, na ujenzi tunaona unaendelea. Kutoka hapa na kwenda kule tuko tayari, na tunaomba tu mtuboreshee liwe soko la kisasa ili liwe na mahitaji yote, kwa sababu kule hakuna njia za kutoka na kuingia. Hapa ni njia kuu ambayo inatoa na kuingia, kwa hiyo watu wanakuwa ni wengi, lakini kule kutakuwa na kidogo kwa ajili ya watu wanaotoka na kuingia. Tunaomba tu watuboreshee soko liwe la kisasa ili watu wawe na mvuto wa kufika kule na kushika maeneo, ili na sisi wajasiriamali wadogo tufanye kazi kama tunapofanya hapa. Mimi nafikiri mpaka serikali imeamua kututoa hapa na kutupeleka sehemu nyingine, itakuwa imeona kuna kitu kinataka kiboreshwe zaidi, kwa sababu kumtoa mtu eneo ambalo amezoea bila sababu za msingi, mimi nafikiri imetutoa kwa sababu imeona kuna kitu kingine mbele kinataka kifanyike zaidi yetu, kwa sababu hapa pia changamoto zilizopo ni ufinyu wa eneo. Kuna watu wanahitaji kuanza biashara, hawana sehemu ya kuingia kufanyia kazi,
Sisi angalau wenyeji tuna eneo, lakini kuna watu wanahitaji kufanya biashara hawana eneo. Kwa hiyo tukiwa kule, kwa sababu ni eneo kubwa, tutaweza kujikizi mahitaji wananchi wote. Diwani wa kata Matunda anapiga mwingi, tunamshukuru kwa sababu kuna baadhi ya vitu amevionyesha kwa muda mfupi ambavyo sisi hatuje kuviona. Kwa kweli ni mtu na nusu yule. Ametujengea soko kwa hela za serikali, lakini kwa muda mwingine ametujengea soko hilo kwa hela zake binafsi, kwa sababu kuna baadhi ya vitu anajitolea. Kuna kama juzi ametufurahisha, ametuletea mpaka gari ya kubebea wagonjwa. Diwani wetu bwana ni mtu. Diwani wetu mimi sina shika naye kwa kweli. Mama Samia tunachomshukuru ni kutuletea miundombinu, kwa sababu hawa viongozi wa ngazi za chini hawawezi kuchota hela zao mfukoni bila kupeleka malalamiko yao kwake. Kwa hiyo tunashukuru kwa sababu anakuwa anawasikiliza viongozi wa ngazi za chini na kutuletea miradi leo sahihi kwa upande wetu. Tunamshukuru sana mama. Tulionelea kweli tupate eneo la soko na wakadai kwamba tayari limeshapatikana pale chini, na tumeenda kuliona jengo limeanzishwa tayari. Kwa tuko tayari kuhamia kule. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online. Website ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz. Lakini Instagram tunapatikana chunya_official.